Bwana Yesu asifiwe. Leo tuangalie sifa za rais au mtawala wa nchi. Kibiblia katika nyakati za Agano la Kale alikuwa akifahamika kama mfalme, lakini nyakati hizi tuna rais, hatuna mfalme. Na mfalme ndiye mtawala wa nchi kwa nyakati zile, ila kwa sasa ni rais. Sasa tuangalie ni sifa gani alizonazo huyo rais au kibiblia anatakiwa kuwa nazo. Nitasoma chache na katika hizo chache nitafafanua kwa ufupi sana. Nitasoma kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 17 mstari wa 14 hadi ule wa mwisho. Biblia inasema, utakapokwisha kuingia katika nchi ya kupayo Bwana Mungu wako uimiliki na kukaa humo, na utakaposema nitaweka mfalme juu yangu mfano wa mataifa yote yaliyo kando kando yangu, usiache kumweka yule atakayechaguliwa na Bwana Mungu wako awe mfalme juu yako. Umweke mmoja katika ndugu zako awe mfalme juu yako. Usimtawaze mgeni juu yako ambaye si ndugu yako, ila asifanye farasi wake kuwa wengi, wala asiwarudishe watu Misri, ili apate kufanya farasi kuwa wengi. Kwa kuwa Bwana amewaambia tangu sasa, msirudi tena njia ile, wala msijizidishie wake, ili moyo wake usikengeuke, wala asifanye fedha zake na dhahabu kuwa nyingi mno. Tena na iwe zamani aketipo juu ya kiti cha ufalme wake, ajiandikie nakala ya Torati hii katika chuo, kufuata hicho kilicho mbele ya makuhani Walawi,